Safari ya Urusi katika teknolojia ya nishati ya nyuklia ilianza kipindi cha muungano wa Kisoviet, muda mfupi tu baada ya vita ya pili ya dunia. Juhudi hizo zililenga kutumia teknolojia ya atomic kwa madhumuni ya kijeshi na pia kwa matumizi ya kiraia. Hatua kubwa ya kwanza ilifikiwa tarehe 27 Juni 1954 wakati kiwanda cha nyuklia cha Obinsk kilichopo takriban kilomita 100 kusini magharibi mwa Moscow kilipokuwa kiwanda cha kwanza duniani kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya nyuklia kwa ajili ya kuingizwa kwenye gridi ya taifa. Ingawa uwezo wake ulikuwa ni mdogo, megawati 5 pekee, mafanikio hayo yaliashiria mwanzo wa matumizi ya amani ya nishati ya atomic. Baada ya mafanikio ya Obinsk, Umoja wa Kisovieti ulipanua mpango wake wa nyuklia kwa kasi katika miaka 1960 na 1970. Mitambo mikubwa zaidi ilijengwa ikiwemo aina ya RBMK reactor yenye njia ya juu ya nguvu na VVER reactor ya maji yenye shinikizo ambazo zilikuwa ni msingi wa mkakati wa nyuklia wa Soviet. Mitambo hii ilitumika kwa uzalishaji wa umeme pamoja na utengenezaji wa plutonium kwa ajili ya silaha za nyuklia. Hata hivyo, upanuzi huu ulikuwa na changamoto. Ajali kubwa zaidi ilikuwa ni janga la nyuklia la Chernobyl la mwaka 1986 lililotokea kwenye mtambo aina ya RBMK uliopo leo hii nchini Ukraine. Tukio hili liliibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama na likasababisha kusitishwa kwa muda kwa baadhi ya miradi ya nyuklia. Baada ya kuvunjika kwa muungano wa Kisoviet mwaka 1995, Urusi ilirithi miundombinu ya nyuklia ya zamani na iliendelea kuikuza. Serikali iliboresha teknolojia ya mitambo na kuongeza viwango vya usalama. Mnamo mwaka 2007, kampuni ya serikali ya Rosatom ilianzishwa ili kusimamia sekta ya nishati ya nyuklia nchini Urusi na kushughulikia ujenzi wa mitambo mipya ndani na nje ya nchi. Leo hii Urusi ni mojawapo ya miongoni mwa wazalishaji wakuu wa nishati ya nyuklia duniani, ikiwa na mitambo kadhaa inayofanya kazi na mingine mingi ikiwa inajengwa katika nchi mbalimbali. Hii ni ripoti ya Media Wire Express na mimi ni Joseph Mwana wa Isangura.